Atukuzwe ainuliwe Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua, na kusalimu kwa jina la takatifu ambao unaitazama Zumaridi News TV. Mimi ni Yohana Gervasi, nipo na familia ya Stewart ambao wao wapo chini ya mkono mtakatifu wa Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua, wakiwa ni watumishi, lakini pia wakiwa ni watumishi katika ofisi ya Mfalme Zumaridi. Vile vile wanashiriki katika maombi ya ukombozi wa dunia ambayo leo ni wiki ya 9 yakiwa yanaendelea. Leo ni Juni ya 5 ya mwaka 2018. Nipo katika ikulu ya Agano la Saba ambapo tutakwenda kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na maandalizi ya sadaka ya ukombozi wa dunia, lakini pia tupate kujua kwanza walikombolewaje, nini ambacho kiliwafanya wafike katika mikono mitakatifu ya Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Amina mtumishi wa Mungu. Kwa sababu wanasema mimi ndio kichwa, nianze na wewe mtumishi wa Mungu Stewart. Hebu tujuze kwa mara ya kwanza habari za Mfalme Zumaridi, ulizipata wapi na ni kipi ambacho kilikufanya mpaka sasa tuzungumze na wewe ukiwa katika mikono mitakatifu ya Mfalme Zumaridi, na ilikuwa ni kipindi gani? Amina, nashukuru ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinakosa mwanzo. Mimi mwanzo wa kujua imani ya Mfalme Zumaridi, nakumbuka ni sasa hivi na miaka kama 3 toka nimejua imani ya Mfalme Zumaridi, lakini hapo kabla mimi sikuwahi kuabudu katika dhehebu yoyote, lakini miaka kama 10 tuseme. Yaani toka nimefika kwa Mfalme Zumaridi nilikuwa na miaka kama 8. Huko nyuma nilikuwa sijawahi kuabudu, lakini kabla hapo niliabudu madhehebu mengine tofauti. Lakini kwa kufikia mpaka mimi kufika kwa Mfalme Zumaridi, kuna mambo ambayo kabla hapo nilikuwa nikiyatenda kwa sababu ya maisha. Turudi kwanza nyuma, ni kipi ambacho kisababisha mpaka ifikia hatua kwa unaishi bila kuabudu popote? Kwa sababu nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali lako, kwa sababu kuna kitu ambacho kilinifanya mimi nisiamini watumishi wa Mungu, watu wanaojiita watumishi wa Mungu. Kwa sababu mimi kabla hapo nilikuwa nimezaliwa katika familia ambayo inamjua Mungu, ambayo familia yenye maadili ya kimungu. Nilikuwa naona hivyo huko kabla, unaona. Nasema hivyo kwa sababu ndivyo tulivyokuwa wote. Unaona. Kwa hiyo ina maana nilikuwa najua kabisa, nilikuwa nasali na mpaka nimefikia nikawa na umri mkubwa nilikuwa nasali. Lakini nilipofikia umri ambapo nadhani nilianza nikiwa na umri, nilikuwa na mtoto kama mmoja nadhani. Nilikuwa katika dhehebu fulani ambapo niliamini kabisa yule mtumishi wa Mungu alikuwa na mamlaka ya kimungu. Ilikuwa sio mkoa wa Mwanza, ilikuwa mkoa jirani Shinyanga. Nilikuwa nasali, nilikuwa naamini kabisa, na niko mstari wa mbele kwa kila kitu kanisani. Kama unavyojua madhehebu ya sasa hivi yalivyo. Kwa hiyo ina maana nilikuwa naabudu vizuri, lakini ilifikia kipindi mimi nikafikia hitimisho kabisa, nikaona kwamba kumbe hakuna nilichokuwa nasali sio mtumishi wa Mungu, ila kuna vitu ambavyo anavitumia. Kwa sababu ninasema hivyo kwa sababu gani? Yule mtumishi wa Mungu aliweza kumsimamisha mke wangu mbele ya kanisa kubwa, waumini wengi. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Akataka mimi na familia yangu tushuhudie uongo, kitu ambacho hakikuwepo katika familia yangu. Akasimama kabisa, anachukua na vyombo vya habari vinachukua, anataka mimi nishuhudie uongo. Kitu ambacho kiliniuma sana. Mimi niliamini yule ni mtumishi wa Mungu, na nilikuwa naamini kabisa, kwa njia zote, kwa akili zangu, kwa fahamu zangu, naamini yule mtumishi wa Mungu. Kumbe haikuwa hivyo. Tokea pale ilinipa wakati mgumu sana. Nikaona kumbe wote hao, kwa sababu yule mtumishi wa Mungu, unakumbuka, alikuwa na watumishi wengine wakubwa ambao wanafahamika hapa Tanzania sasa hivi. Walikuwa ndo watu wake wa karibu. Nilikuwa naona anashirikiana nao. Unaona? Kwa hiyo nikupitia yule nikaona kumbe kama huyu yuko hivi, na maana na wote hao wakubwa zake wako hivi. Ndio kuanzia pale. Sikuwa tena na umuhimu wa kwenda mimi kusali. Kuanzia pale mimi nilikata. Ni kitu gani ambacho alihitaji wewe na familia yako muweze kushuhudia mbele ya madhabahu ambacho ni cha uongo? Kitu ambacho kilifanya mimi nikatisha tamaa kwa yule mchungaji, kwa sababu aliniambia mimi nimejua ile imani nikiwa na mke wangu. Alikuwa na mimba ya miezi kama 9 8. Alikuwa mpaka kama miezi miwili ajifungue. Nikaijua ile imani. Lakini sasa cha ajabu, mke wangu akawa amejifungua, mtoto akawa mkubwa kama mwaka mmoja na kitu hivi. Akaja akasimamisha kanisani pale mbele ya umma, anasema kwamba huyu amekuja hapa na shida, mtoto wamehangaika na mke wake miaka mingi hawazai. Unaona, hawazai, wamefika hapa, kila mimba alikuwa mbeba mke wake na mimba inatoka, lakini angalia toka amefika hapa mke wake amepata mimba na sasa hivi wana mtoto. Mchungaji, askofu, sio mtu, ni askofu, amesimama anaongea hayo. Na ameongea hayo alianza kumpoji mke wangu, akamwambia simama, hebu wewe simama. Akasimama kweli, akaenda mbele ya madhabahu. Sasa na yeye kwa sababu ya ile oga ile huko mbele ya watu, kweli inabidi aongee vile vitu. Nikafuatia mimi, akanipoint na mimi nisimame niende mbele ya madhabahu. Kwa kweli na mimi nilienda nikasimama, lakini kama nakumbuka, nadhani Mungu wa Zumaridi, na kwa kweli nilishuhudia uongo kwa mbele ya kanisa.
Nikaongea nikasema kweli alivyosema mchungaji askofu ndivyo ilivyo, lakini haikuwa hivyo, ilikuwa ni tofauti. Mimi nimefika pale, mke wangu alikuwa amebakiza miezi miwili ajifungue, lakini cha ajabu yamefika kwamba nimefika pale na shida. Mke wangu alikuwa hana tatizo la uzazi, wala alikuwa hana tatizo lolote lile la ujauzito. Unaona? Kwa hiyo kupitia hapo, yani mimi nilikufa kabisa kiroho. Nikaona kama huyu anafanya hivi na ni askofu, na vile vile kwa sababu nilikuwa naona kuna baadhi ya wachungaji maaskofu wenzie yani ambao washirika wenzie ambao ni wakubwa hapa wanafahamika Tanzania, nikaona kama huyu anafanya hivi nadhani ndio wote wanafanya hivi. Kwa hiyo kuanzia hapo yani nilikata tamaa kabisa, yani mimi sikuenda tena kusali, yani hakuniona tena, na ilikuwa ndio mwisho wangu mimi wa kusali, kwa sababu nilikuwa nimeamini, yani nilikuwa nimejitoa kwa kila kitu, yani nilikuwa nimejitoa kweli, unaona, kwa kila kitu. Kwa hiyo kuanzia hapo, ndugu mtangazaji, yani mimi ikawa ndio mwisho wangu wa kukanyaga kanisani. Amina. Turudi sasa kwa habari za Mfalme Zumaridi, chanzo chake cha kuzipata. Kwa hiyo na maana kuanzia kama ninavyokuambia kwamba ndio ilikuwa mwisho wa kusali, na maana ilipita muda mrefu sana mimi bila kukanyaga kanisani, yani zaidi ya miaka 8-9. Lakini wakati huo niko katika miaka hiyo 8-9, sio kwamba nilikuwa siumii, yani katika roho nilikuwa naumia, kwa sababu najua kwamba mazingira ya dini yakoje. Unaona, na mimi ninajua kwa sababu na familia, kwa sababu ina maana nakolea watoto bila misingi ya kidini, ina maana lazima sitakie mema familia yangu. Hilo swala alikuwa ananiuliza, lakini sikuweza kumshirikisha mke wangu. Lakini mke wangu alikuwa anajua huyu kwenye swala la kusali na halipo. Yeye anajua, nadhani dhehebu alikuwa na sali, tulikutana madhehebu tofauti, lakini mimi sikuwahi kuanzia pale sikuamini kabisa mchungaji yoyote, na yeye akawa anajua. Mimi imani yangu kubwa ikaelekea kwa waganga. Yaani ilikuwa mimi na waganga ni kama sijui kuamini kama samaki na maji. Yaani ndivyo ilivyokuwa. Yaani mimi na waganga. Mimi nashukuru Mungu kipindi hicho. Sijui niseme Mungu, sijui niseme nini, mtangazaji utanisaidia. Kwa sababu nilikuwa ninafanya kazi, napata kipato, nilikuwa nafanya kazi nje ya nchi. Lakini sasa nilikuwa nafanya kazi napata pesa, lakini zile pesa mimi na waganga. Nilikuwa nikipata likizo, mimi nikija likizo ndani ya mwezi mmoja wa likizo. Yaani nimekaa nyumbani labda ni wiki moja. Yaani mimi nikifika ni safari na waganga. Yaani kila sehemu, sijui niambie wapi ambao sijakanyaga kwa ajili ya mganga. Mimi nilikuwa nikiweka mafuta kwenye gari mimi na mganga. Yaani ilikuwa ndio hivyo, ndio maisha yangu. Nikitoka kule basi mimi na mambo mengine amnistale. Yaani kama unavyojua dunia. Yaani ilikuwa kama dunia ilikuwa imekaa. Yaani imekaa kama ni shetani, yaani hata mabegi aliyasahau yalikuwa wapi. Yaani kama ni shetani alikuwa amemiliki akajisahau kabisa. Kama hapa huyu hata kuja tena kumfanya, sitakuja tena kumtoa. Yaani alikuwa anajimilikisha kabisa. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu gani? Mimi nakwambia ndugu mtangazaji, yaani kabla sijamjua Mfalme Zumaridi, maisha yangu yalikuwa ni maisha fulani ambayo ni maisha ya kidunia. Kama unavyofahamu vijana wa kidunia wanapokuwa na pesa, unaona? Yaani mimi na klabu, mimi yani na sehemu zote za starehe, sijui nikwambie. No, mimi nilikuwa narudi kama sijaondoka na mke wangu, labda sometime ninarudi nyumbani saa 11. Ndio narudi nyumbani. Yaani mimi nilikuwa nalala mchana, ila usiku mimi silali. Unaona? Sijui unanielewa. Ilikuwa mimi na klabu. Kama sometime nachukua familia yangu naondoka, labda tunaenda hoteli, nikibasi kufikia muda narudisha watoto, naondoka mimi na mke wangu tunaenda club. Yaani ilikuwa ndio maisha ambayo nilikuwa naishi mimi. Unaona? Maisha nimeenda nayo kwa muda mrefu. Hayo yote maisha nakusimulia, sijajua Mfalme Zumaridi. Yaani ilikuwa mimi na waganga. Na nilikuwa nimeshafikia kipindi mpaka nilifikia hatua ya natafuta mafuta ya mwanadamu. Kwa sababu nilikuwa hatua niliyokuwa nimefikia ni hatua mbaya sana. Yaani lengo langu mimi nilikuwa nataka nikaingie sehemu ambazo labda kwenye vyumba vya dhahabu. Yaani ndio mawazo nilikuwa nimefikia kwenye level hilo. Unaona? Na nilikuwa yaani kuna hatua ambazo nilikuwa naelekea. Lakini nashukuru Mungu wa Zumaridi, nadhani ndio sikufikia hiyo. Baada ya kumjua yeye, hayo yote nikafanyaje? Nikaweka kuponi, nikatupilia mbali, nikasimama na Mungu. Unaona? Kwa hiyo ina maana hapo maisha yangu yote yalikuwa ni vurugu. Unakuta mimi kabla sijamjua Mfalme Zumaridi, nilikuwa naweza kupata, yani nilikuwa nikikoa mwezi mmoja, nikienda nikirudi, nimeingiza hela ndogo milioni 18-20, no, kwa mwezi. No, nilikuwa nalipa hela nyingi kwa sababu kwa siku unakuta nilikuwa nalipa labda $600, ambayo ni $300 kwa siku. No, nilikuwa nafanya kazi kama hiyo. Hebu imagine mtumishi wa Mungu, kijana kama mimi, nilikuwa familia yangu ilikuwa kubwa. Sasa hebu niangalie, hakuna chochote ambacho niliweza kuingiza zaidi ya mimi kukumbuka kununua gari. Basi gari, nguo, yani na nguo zenyewe za kawaida. Unajua mtu anapokuwa na starehe, yani muda mwingi ni kula. Hata asset za maana zote hakuna. Yani kitu ambacho nilikuwa ni gari. Na hiyo gari najua nilinunua kwa sababu ya kuendea kwa waganga. Ndio maana nilikumbuka kununua gari. Sio nielewa mtumishi wa Mungu. Ndivyo ilivyokuwa. Yani maisha yangu yalikuwa ni maisha fulani ambayo maisha ni ya ajabu. Yani najua kuna vijana wengi kama mimi mpaka sasa hivi wanaishi maisha haya. Unaona? Kwa hiyo niliishi maisha yale kwa muda mrefu sana. Sikuweza kufanya chochote cha maana. Sio unanielewa? Chochote cha maana. Ndicho ninachokuambia kwamba nilikuwa naumia kwamba natamani nifanyeje ili niweze kumuona Mungu, lakini nilikuwa nimefungwa, sielewi nitamwonaje Mungu. Nikipiga hesabu wachungaji wote ndio wale.
Yaani ndio ninachokuambia kwamba kuna kipindi kwamba nilikuwa kuna kituo cha watoto yatima nilikuwa nakilea, napeleka hela mimi nikitamani nikifikiri kwamba kwa akili zangu nilizokuwa nazo kwamba Mungu anione kwa zaidi ya kuwasaidia watoto yatima. Kumbe baada ya kufika kwa Mfalme Zumaridi nikagundua kumbe nilikuwa nampelekea shetani pasipo mimi kujua. Unaona mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hayo maisha yaliendelea kwa muda mrefu sana. Basi sasa tufikie kwenye hatua ambayo kama uliuliza kwamba mpaka kufika hapa ina maana kumjua Mfalme Zumaridi. Ina maana mimi kupitia kumjua Mfalme Zumaridi, mtumishi wa Mungu ambaye ni mke wangu, yeye kumbe katika ufahamu wake alikuwa anaumia sana ile hali ambayo tulikuwa naishi nayo. Kwa sababu ni hali ambayo tulikuwa naishi nayo kwa muda mrefu. Lakini na yeye ameelewa katika misingi ya kidini kama tunavyofahamika, lakini naye kumbe alikuwa anaumia lakini pasipo kunishirikisha mimi. Kwa hiyo ina maana mimi katika shughuli zangu wakati niko Dar es Salaam nilikuwa nafanya kazi. Na maana siku moja akanipigia simu akaniambia kuna mtu ambaye anaweza akamuombea, unaona? Akamuombea, hakumtaja kama ni mtumishi, yani amtengeza katika mazingira fulani ya kuficha, unaona? Ili mimi nisijue kama ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu anayajua yote, unaona? Ili nisijue kama ni mtumishi wa Mungu. Basi akaficha, alinificha sana. Alinificha, yani kumbe yeye anaendelea, anakuja katika imani, anarudi, anaendelea, lakini mimi sijui kama anaendelea kuja kwa Mfalme kipindi anakuja kwa Mfalme Zumaridi. Mimi niko Dar es Salaam sijui. Lakini nadhani kuna siku nadhani tu Mungu alimshuhudia aweze kunishuhudia. Basi akaniambia yule ni mtumishi wa Mungu, yuko sehemu fulani, anaitwa fulani. Akaniambia jina, akaniambia Zumaridi. Ile jina kwanza lilinichanganya sana. Akasema Zumaridi sio majini. Si unajua mimi kipindi hicho mimi yaani niko katika mazingira yao kuniambia masuala ya mjini ya kiganga, ndio hapa tunaweza tukaelewana na tukapiga story. Nikasema hii sio Zumaridi kwanza, hata kwenye simu yangu limefutika tu. Yaani nilikuwa nimeliacha lile kama ushuhuda kwa sababu niliandika kiaina fulani hivi. Yaani sikuliandika kama Zumaridi, niliandika kitofauti. Yaani sikulielewa lile jina, nikaanza kuona kama majini haya. Lakini kumbe ni kwamba nilikuwa sielewi, unaona? Sasa kupitia hapo ina maana basi aliponishuhudia sikuamini moja kwa moja. Niliendelea kuvumilia kwa muda, lakini tukaendelea kuwasiliana na mke wangu, lakini anaendelea kunipa shuhuda za ambazo anaziona huku kwa Mfalme Zumaridi. Mimi nikiwa Dar es Salaam, yeye akiwa Mwanza. Basi akaendelea kwa muda ule, lakini haikuchukua muda gani, kama wiki mbili anaendelea kunishuhudia na akaniambia kwamba ameenda kwa mchungaji, baadaye alibidi alifunguke. Akasema yule ni mchungaji, unaona? Lakini akasema yuko sio tofauti kabisa na wachungaji wengine. Nikamwambia kitu gani ambacho umeona kwa short? Akaniambia kwa sababu alipeleka watoto wakaombewa. Lakini sasa alionekana kuna vitu ambavyo aliniambia mimi nikaanza kuhisi inawezekana kweli, kwa sababu sijawahi kwenda kwa mchungaji akaongea vitu ambavyo kama alivyoviongea mke wangu kupitia Mfalme Zumaridi, kwamba alipeleka watoto wakaombewa. Kuna vitu ambavyo walionekana wamefungwa katika mazingira fulani, na yale mambo ambayo mimi nimepita, si unajua tena kama nilivyokuambia, nimepita nikakuwa nakutana na vitu kama hivyo, waganga unaona? Nimekuta watu yani yeye alipokuja huko akaambia kwamba watoto wamefungwa kwa njia hii na kwa njia hii. Na kweli mimi nakwambia mtumishi wa Mungu, katika watoto wangu kuna mtoto mmoja alikuwa akilala, yani analala usiku, mpaka asubuhi anaamka anakula chakula. Yani anaamka asubuhi anavalishwa nguo, anatafuna chakula. Na mtoto wangu mmoja mwingine wa pili, ufahamu wake yani ulikuwa haueleweki. Unaona? Yani ufahamu wake haueleweki kabisa. Yani utapiga utafanya nini lakini mtoto haelewi. Unaona? Na mwingine mtoto wa tatu ambaye ni mdogo, alikuwa ni mtoto anahangaika usiku kucha. Yani yule ambaye ndio familia ambayo ilikuwa inasumbuka kila siku kwa waganga kwa ajili ya mambo kama hayo. Unaona? Yani ilikuwa napata shida kila siku. Unaona? Kupitia hayo sasa, ina maana alipowaleta kwa Mfalme Zumaridi wakaombewa, nikaanza kukaa. Lakini kwa sababu hayo matatizo ninayokuambia ilikuwa ni mimi, ni kila siku mimi na mke wangu ananipigia simu kila siku, kuna hiki kimetokea, mara sijui kuna hiki, kuna mmesikia kuna hiki, mpaka ilifikia kipindi ndani ya nyumba yangu tunakuta damu. Unaona? Yaani damu mbichi. Mke wangu anaamka asubuhi, wanataka kufanya usafi, anakuta damu mbichi ndani ya nyumba. Unaona? Yaani mambo yote ilikuwa ni vurugu yani ndani ya nyumba yangu. Kwa hiyo mambo yalikuwa hayaeleweki. Kwa hiyo kupitia hiyo, ina maana alipofika kwa Mfalme Zumaridi akawa ananiambia, na akakutana na kwamba alifika akasomewa ramani ile, ndio akaanza kunihadithia mimi amekuta hiki na hiki na hiki. Na kweli kwa sababu mimi yale mambo ambayo niliona yalionekana, nikaona kabisa haya mambo yote ni kweli, kwa sababu naona shida ambayo nakutana nayo mimi, unaona? Shida ambayo nakutana nayo katika familia yangu. Basi nilipata sikuchukua muda sana. Mimi nikawa nimeomba ruhusa pale kazini. Nashukuru, nadhani Mungu wa Zumaridi alianza kunisimamia kwa njia hiyo. Unaona? Alianza kunisimamia kwa njia hiyo kwa sababu niliomba ruhusa. Kweli bosi wangu alitopisha kazi nilikuwa naifanya. Ikabidi mimi nije Mwanza. Basi nilipokuja Mwanza, moja kwa moja sikukaa sana kwa sababu nilipata muda mchache sana kama siku 4. Na maana nikafika mimi sikoni nikashinda nyumbani, baada kesho yake tukaondoka kwenda kwa Mfalme Zumaridi. Tukafika kwa tukamkuta Mfalme Zumaridi, tukaongea naye
kwanza nilishangaa kwa sababu nilipofika ni mtu asiyenijua, lakini niliona kitu tofauti kwa sababu nilifika, lakini alinipokea kama ni mtu ambaye nimjua, na nikaongea naye na akaniambia mambo mengi sana. Na pale kwa sababu Mfalme Zumaridi yeye ni Mungu ndani yake, ndio nilipoanza kushuhudia, kwa sababu kuna mambo mengi aliyaona pindi tu ya hajafanya huduma yote, aliniona, na pale kuna mambo ambayo aliniambia ya kwangu mimi, unaona, ambayo niliona kabisa, yani pale nianza kupata imani kwamba huyu inawezekana ni mtumishi kweli wa Mungu, unaona. Kwa hiyo kupitia hapo mimi ikapatia siku ambayo mimi sasa ikafikia kwamba kwa siku ya Jumapili tukatakiwa kwenda madhabahuni kwa safari kwenda kuombewa. Kwa hiyo katika watu waliopita madhabahuni kwenda kuombewa, ikawa mimi ni mmoja wapo. Basi katika kuombewa pale, kwa kweli kwa maelezo ambayo, kwa sababu kuna kipindi kama mimi nilipoteza ufahamu kwamba kuna vitu nilifanya vitu vya ajabu sana pale. Niliombewa kuonekana kwamba nilikuwa na mapepo ndani yangu, unaona. Nilikuwa na mapepo, kwa hiyo yale mapepo yalivunjwa, yani nilifanya fujo ambazo hazieleweki. Kwa kila mmoja alishuhudia ile vurugu niliyofanya pale. Na hapo kwa sababu baada ya kuniombea, Mfalme Zumaridi alinitabiria mimi, unaona. Alinitabiria kwamba utapata kazi, kwa sababu nilikuwa nanungunika katika roho yangu kwamba kazi ninayofanya ni heri na mshahara mdogo, unaona, haiendani na maisha niliyokuwa naishi. Unaona, nilikuwa nalalamika kwa sababu tunajua unapozoea kufanya kazi nje ya nchi, na maana kuna hela unapata unapofanya kazi ndani ya nchi, malipo yanakuwa madogo. Kwa hiyo muda wote unafikiria ufanye kazi ya nje. Kwa hiyo na maana baada ya hapo, na maana Mfalme Zumaridi akaniambia utapata kazi, utapata kazi nje ya nchi, na akaniambia haitachukua zaidi ya wiki. Na kweli nashukuru Mungu ni kwa sababu baada ya hapo mimi kisha niondoka nirudi Dar es Salaam. Nilipoondoka kwenda kurudi Dar es Salaam, nimeendelea na kazi kama ndani ya hadi kuzidi wiki. Yaani tamko alilotamka Zumaridi lilitimia, kwa sababu nilipigiwa simu na mtu ambaye yule mtu alinipigia ambaye ni mtu ambaye ni muda mrefu nilikuwa sina mahusiano naye. Akaniambia, bwana, kuna hiki na hiki na kufanya maandalizi yote ambayo unatakiwa kufanya ili uweze kufanya kuja huku kwa ajili kuna kazi hii na hii na hii. Na kweli pale nilimpigia simu Mfalme Zumaridi, kwa sababu wakati huo tayari nilikuwa nishaanza kuwa na mahusiano naye. Nikampigia simu Mfalme Zumaridi, nikamwambia Mfalme Zumaridi, majibu yako yamejibu, maombi yako, utabiri wako umetimia. Nikamwambia kuna hiki na hiki na hiki kimejibu. Akanipongeza na akasema kwa simama katika imani, umeonekana una imani, kwa hiyo simamia imani yako, Zumaridi ataendelea kukutendea. Kweli nilifunga safari nikaja Mwanza kwa ajili ya kuja kumwaga Mfalme Zumaridi na kuaga familia yangu. Nashukuru Mungu tokea hapo, na maana nilifika nikamwaga Mfalme Zumaridi na nikaenda nje ya nchi, nikaendelea kufanya kazi. Na ninashukuru mpaka hapa nilipo, toka nimeijua imani hii na kuchokwambia mtumishi wa Mungu, kwa sababu toka nilipojua Mfalme Zumaridi, nilipokoka yani kwa kweli, yani katika Mungu wa kweli, sio huko ni kama ilivyokuwa nyuma. Yani nimebadilika makubwa sana, yani makubwa ambayo sijawahi kuyaona, kwa sababu mpaka sasa hivi, yani toka nimekanyaga kwa Mfalme Zumaridi, mimi na vitu vingi kwanza nimejitambua, kwa sababu mpaka sasa hivi yani kuna vitu ambavyo nimeshavipata. Nilikuwa sina kiwanja, nina kiwanja, nilikuwa sijawahi kujenga, sasa hivi najenga nyumba kubwa tu na inaelekea kwenye finishing. Yani yote hiyo kwa sababu ya Mfalme Zumaridi. Nimefanya kazi muda mrefu sana, nilikuwa nikipata hela nyingi, lakini sikuwahi kuwa na maendeleo. Lakini sasa hivi nimefanya kazi, hela ninayopata sio nyingi, haiwezi kulingana hata nusu na hela ambayo nilikuwa naipata. Lakini sasa hivi nimeweza kuwa na maendeleo makubwa. Nina amani mimi na familia yangu. Watoto wangu ambao walikuwa wana matatizo darasani hawana matatizo mpaka hii leo. Watoto wangu wako vizuri, na sasa hivi na kutokana na imani ya Mfalme Zumaridi mpaka sasa hivi hapa tulifikia, mimi na familia yangu tunaishi kwa amani, tunaishi kwa upendo, naishi yani sijui nikwambiaje mtumishi wa Mungu. Nadhani hata wewe unaona kwamba familia yangu tunaishi katika maisha gani. Amina. Tuamie kwa Mrs. Stewart. Mrs. Stewart, wanawake wengi wamekuwa wakilia sana na ndoa, hasa unapoona kwamba Mungu amekupa neema kuolewa na PDG, lakini wengi PDG hawafurahii uwepo wao. Nini tofauti unayoona sasa hivi na zamani? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake, kwa sababu hii ni neema kubwa sana ambayo amekirimia katika familia yangu, kwa sababu ni familia nyingi sana ambazo zinalia kwa upande wa ndoa. Lakini namshukuru sana, alinijua ningali bado sijamtambua, alinijua. Kwa kweli namshukuru Mfalme Zumaridi. Familia yangu ina tofauti kubwa sana na mwanzo. Mwanzo kweli Bwana Stewart alikuwa ni msumbufu, niseme hivi. Alikuwa ni kijana msumbufu sana sana sana. Kwanza kabisa alikuwa ni mwanamume ambaye akiamua maamuzi ndio aliyoamua. Yaani akiamua kwamba leo mimi natumia milioni 2, huwezi kumwambia tumia 500,000. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni milioni 2 ile ataitumia. Akisema kwamba leo mimi nataka nitoke hapa niende kafanye starehe Msoma, ni kweli ataondoka ataenda Msoma. Na ni kweli sio mara nyingi, mimi muda wote nilikuwa naenda naye katika starehe zake, kwa sababu mimi nilikuwa na watoto wadogo.
Kwa hiyo nilikuwa naumia sana, maana muda mwingi yeye alikuwa anatamani tutoke familia tuiachie msichana wa kazi, lakini mimi nilikuwa inafika hatua kama mama naumia nikitizama watoto bado wadogo. Kwa hiyo namwambia tu yeye. Sasa yeye kumwambia aende anashikwa ile hasira, sasa anaenda kuyafanya kwa anajua yeye. Anaweza akarudi hata saa 11 asubuhi amejua kila kitu, hana cheni, maana alikuwa anapenda sana mpaka leo nadhani anapenda sana kuvaa macheni, nakuta anajua macheni, anajua simu za gharama, anajua nini, yani vitu kama hivyo yani. Na maana anaenda kufanya fujo, anakuta sasa anakuja anaumia, yani anaondoka kwa hasira, kwa hiyo anafanya kule vitu kwa hasira. Kwa hiyo ndio hizo changamoto ambazo nilikuwa nazipata sana ndani ya ndoa yangu kipindi hakijamjua Mfalme Ismail. Amina, sauti yako jinsi inavyotoka inaonekana kama sio ya mwanamke wa kawaida, pengine ni sababu ya maombi. Labda tujuzie kwa upande wako wewe kama wewe katika maombi haya ya ukombozi wa dunia, nini ambacho unachokifurahia ndani ya maombi kwa upande wako? Kwanza kabisa nafurahia vitu vingi sana, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kwa neema Mfalme Ismail kuna vitu vingi sana ambavyo nimevivuna. Kwa sababu hata mimi kama mimi nikijitizama najiona niko tofauti kabisa, si kama nilivyokuwa mwanzo. Yaani najiona kabisa katika ulimwengu wa roho Mfalme Ismail kanitoa sehemu moja kanipeleka sehemu nyingine kabisa. Kwa sababu yani kwanza uwepo nguvu yake naisikia ndani yangu, ambacho hicho kitu nilikuwa sina. Lakini sasa nguvu ya baba Mfalme Ismail naisikia kabisa ndani yangu, inatembea. Kwa hiyo cha kwanza kabisa namshukuru Mfalme Ismail kwa hicho. Na pia ni mambo mengi ambayo ananionekania katika ulimwengu wa roho mpaka ulimwengu wa mwili. Yaani najiona kabisa nimekuwa tofauti sana, nimekuwa tofauti na mama wengine. Sasa hivi nakaa na muda hata kumtafakari Mungu wa Ismail, na muda kutafakari matendo yake makuu, na muda kujitakasa, na muda kukaa roho. Kwa hiyo yote hiyo ni kwa neema ya babangu Mfalme Ismail. Sikuwa hivyo awali, lakini sasa hivi babangu kanibadilisha kiasi kikubwa sana. Yaani sana sana katika ulimwengu wa roho mpaka katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo namshukuru. Amina, kwa sababu wewe muda mwingi ndio unakaa na familia yako. Nini ambacho yani tofauti iliyopo kwa watoto kabla ya kumjua Mfalme Zumaridi na baada ya kumjua Mfalme Zumaridi? Kwa sababu Stewart ametujuza kwamba nyakati hizo usumbufu ulikuwa ni mwingi, mama kutada ndani, mara huyu kaugua hivi, mara huyu kafanya hivi. Nini ambacho kinaendelea juu ya familia kwa sasa hivi? Kwanza kabisa na tena nazidi kumshukuru Mfalme Zumaridi. Mwanzo kabisa kabla sijamjua Mfalme Zumaridi, niliteseka sana na familia yangu, watoto wangu niliteseka nao sana. Nasema niteseka kwamba kwanza naomba nianzie na wale wakubwa. Wale watoto wakubwa, nilikuwa na mtoto mmoja ambaye alikuwa akiamka asubuhi kama jinsi babake alivyosema, mtoto anakuta anatafuna, hata kula alikuwa hali kabisa mwanangu. Hata umtengee chakula gani, yani kwa anahangaika unamzahakali kabisa, lakini masaa yote yeye kinywa chake ni kutafuna. Tukimuuliza unatafuna nini au umekula nini, akwambia mama mimi nimeshiba. Sasa zingine mpaka mnashuhudia kabisa, unaweza kutaka kama ana chembe za mchele kinywani, au unataka kabisa hivi kwenye hii fizi ana nyama. Sasa unajiuliza huyu hizi nyama ina maana yani usiku sasa kukula nyama lakini hajatoa. Ukimuuliza ni anakuwa anamwambia mama mimi nabeua na nani, yani anabeua, anacheua afu anatafuna tena anarudisha chakula. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa design hiyo. Lakini toka nimepata Mfalme Ismail sasa hivi anakula vizuri, na hiyo hali tena ya kula usiku kucha mpaka anaenda shule anakula haipo tena, imekata. Na pia nilikuwa na mtoto mwingine yeye yani hata ufanyeje darasani, yani utafanya kila mbinu unayojua wewe darasani, yeye hayumo. Tulipiga mpaka tukachoka, tulizunguka kwa waganga mpaka tukachoka, tukaamua kumwacha jinsi alivyo. Kwa sababu tulienda naye mpaka tuition tuliweka nyumbani, lakini mtoto ufahamu haupo. Yaani anatoka kuelekezwa hapo 1 2 3 4 5, lakini ukija kumuuliza mmoja ile anakwambia 5. Kwa hiyo ufahamu wake ulikuwa ndivyo, lakini tunamshukuru Mfalme Ismail toka tunaingia kwa Mfalme Ismail hiyo hali haipo. Sasa kuna mtoto mdogo, yeye ndo alinisumbua sana sana sana. Yule mtoto alinisumbua nilivyojifungua tu, ndani ya miezi 4 yule mtoto kwanza alianza kuwa anagoma kunyonya kifuani. Yaani ukimpa kama mama inafikia tu unasema umnyoeshe mtoto anakusukuma kabisa hivi. Yaani anakusukuma hata kunyonya. Hiyo hali iliendelea ikafikia mtoto halali kabisa usiku kucha ni kulia tu usiku kucha. Baada ikaendelea hiyo hali. Sasa kitu kilichochanganya siku ambayo tumekuta damu nyumba nzima imetapakaa damu, tukaanza nini? Tukazunguka ni itapakaa kuanzia sembleni mpaka kuzunguka nyumba yote damu. Lakini hakuna mnyama, hakuna mtu aliyezulika, hakuna kitu chochote. Baada ya hapo, baada kama siku 2, huyo mtoto mdogo alianza kuharisha. Yaani aliugua ghafla, na kwa sasa kilichotushangaza zaidi mpaka tukawa tunatamani ni nini hiki. Mavi aliyokuwa anaharisha yule mtoto alikuwa ni mavi ya bata. Bata kabisa, bata unamjua. Na ukiangalia ni mtoto ambaye ananyonya tu, hajaanza kula chakula chochote. Na masaa yote yumo ndani anashinda ndani, alikuwa toki nje. Lakini ni kama yani mavi ya bata ndio mtoto. Na ukimpeleka hospitali wanapima kila kitu, wanakwambia hakuna.
akikaa na hiyo tatizo lilianza nakumbuka tarehe 27. Kwa hiyo kila mwezi kifika tarehe 27 lazima mtoto augue hali hiyo hiyo. Kwa hiyo mtoto aliendelea hivyo, alitusumbua sana mpaka kwa waganga tulimpeleka yule mtoto. Lakini hali ilikuwa haibadiliki, alikuwa ni hivyo. Yaani ikifika tarehe 27 mpaka tarehe 30 anakuwa vizuri. Ikifika tena mwezi ujao tarehe 27 anaanza kuugua. Lakini namshukuru Mfalme Zumaridi, toka tulipofika na nikajua chanzo kumbe kinatoka wapi cha mtoto wangu kuugua. Ina maana tulifika kwa Mfalme Zumaridi alipotufanyia, aliposomea ramani kajulikana chanzo kinatoka wapi. Mfalme Zumaridi alifanya maombi. Kwa kweli namshukuru Zumaridi, yani sasa familia yangu iko njema kabisa, na ndio maana na uhuru na amani na kuja kwenye maombi bila shida yoyote, familia iko vizuri kabisa. Turudi nyuma, siku ambapo askofu alikupointi usimame mbele ya madhabahu uweze kushuhudia ushuhuda kwamba ulikuwa na tatizo hauzai, kila ukibeba mimba inatoka. Wewe binafsi siku ile ulitofasiri vipi ukiwa katika ile madhabahu mkoani Shinyanga? Unajua mtumishi wa Mungu, haya mambo kama alivyosema mtumishi wa Mungu, haya mambo kwa kweli yanaumiza sana, kwa sababu wewe ni kama leo hii mtu anakuambia kwamba mtangazaji una HIV, unatakiwa kubali kuwa una HIV, alafu kweli hauna HIV. Inauma sana. Lakini sasa ukiangalia kwamba ni kiongozi wangu mkubwa na ndiye anataka nifanye hivyo, sina jinsi. Kwa hiyo tutujue kwanza, alitumia kukuandaa au alikushtukiza kanisani? Yaani ni ile kushtukiza, hakuandaa, ni ile kushtukiza. Yaani kama hapo tu unashtukizwa kwamba sasa ukiangalia kwamba ni mtu mkubwa ambaye ni kiongozi wako mkubwa, huna jinsi ya kufanya, kwa sababu huwezi ukakataa, huwezi ukafanya nini. Kwa hiyo inabidi tu yani unajikoki tu, yani kama ni silaha unajikoki tu, lakini ndani ya roho yako yani unaumia sana kwa kwamba hiki kitu mimi sina tatizo lolote. Sina tatizo lolote na ni mzima wa afya, lakini naambiwa kwa nina tatizo. Lakini ukitizama ndio kiongozi mkubwa ambaye anamiliki kanisa lote. Kwa hiyo unakuwa hauna jinsi. Amina. Turudi katika sadaka ambayo tunatarajia Julai mosi ya mwaka 2018 itapata kutolewa na Mfalme Zumaridi. Kwa ninyi upande wenu Mr. and Mrs. Stewart, nini ambacho umejiandaa? Najua kuna wengi ambao wana matatizo kama ambayo mlikuwa nayo ninyi. Wanapata pesa nyingi lakini magonjwa makubwa yapo kwenye familia zao, lakini pia ni bata ninyi mlikuwa naangalia kuelekea kwa waganga wengine hata baskeli hawana. Nini ambacho umejiandaa? Tuanze na Mrs. Stewart. Tunashukuru sana mtumishi wa Mungu Yohana kwa swali lako zuri, kutokana na season hii ambayo tulionao sasa hivi, kwa sababu tunaendelea hapo tarehe 1 mwezi wa 7. Ni sherehe kubwa sana, ni sherehe ya ukombozi wa dunia, na maana kwenda kukomboa dunia nzima. Kwa hiyo ni swala la msingi sana kwa kila mmoja, si tu ambaye yuko chini ya mkono wa Mfalme Zumaridi, yani yeyote yule ambaye yuko chini ya dunia hii, kwa sababu shetani alikuwa ameiteka dunia hii. Hakuna ambaye hakutekwa, hakuna ambaye alikuwa asema amesimama katika Mungu. Lakini kwa mtu anaona anaenda kanisani, anasali, ana nini, anamtumikia Mungu, anamtolea sadaka, akiamini kama anamtolea Mungu, kumbe sio. Lakini kupitia neema ya Mfalme Zumaridi na kupitia sherehe hii ambayo Mfalme Zumaridi amejitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kuikomboa dunia, ni jambo la heri na jambo la kumshukuru Mungu ndani ya Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo sisi kama wana maombi ama kama wapambanaji, tunajiita wapambanaji kwa sababu si swala rahisi, yani kusimama, kwa sababu wote unapotuona tumeacha familia zetu kwa ajili ya maombi. Amina. Unaona, tumeacha familia kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kuweza kuungana na Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi ametupa kibali hicho. Kwa hiyo tumejiandaa kwa njia mbalimbali, kimwili mpaka kiroho. Tumejiandaa kwa sadaka, kwa ajili ya sadaka hiyo ambayo Mfalme Zumaridi amepigana yeye kama yeye, ameamua kutoa. Yani sadaka ni kubwa ambayo hakuna duniani, hakuna mtumishi wa Mungu ambaye anaweza ama alishawahi kufanya haya ambayo anayafanya Zumaridi leo. Kwa sababu ukiangalia mfalme na wewe mtumishi wa Mungu, Mfalme Zumaridi, nadhani unatambua ni thamani gani ama kiasi gani ambacho ameandaa kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Ni zaidi ya milioni 150 ambayo ameiandaa sherehe hii kwa sadaka hii. Ukiangalia jinsi alivyoiandaa, ni zaidi ya milioni 150 ambayo ameifanya ili kuweza kuikomboa dunia. Kajitolea yeye, sio kanisa, ni yeye katoa kwa ajili ya dunia. Kwa hiyo angalia, ndio hapo inaweza kutambulisha kabisa kwamba huyu Mfalme Zumaridi ni mtumishi aliyetumwa na Mungu, ni mtumishi mwenye Mungu ndani yake. Hakuna mtumishi yoyote duniani ambaye alishawahi kufanya mambo anayofanya Mfalme Zumaridi. Na ni kwa nini anayafanya haya? Anayafanya haya kwa sababu ametumwa, anajua uchungu wa roho. Ila wengine unakuta kwa sababu wamejituma, hawajui uchungu wa roho, wanaangalia maslahi yao. Kwa hiyo unakuta ndio maana Mfalme Zumaridi anaacha yote, na sisi ametupa neema ya kuwa chini ya mkono wake. Tunafuata sheria zake. Ametupa neema ya kuungana, kwa sababu sio kwamba ni wasafi sana, lakini ile neema alionayo yeye ametujalia sisi tukapata kibali ya kuombea dunia. Kwa hiyo tumejiandaa kwa hali yoyote ile, kimwili mpaka kiroho, kwa ajili ya sherehe hii ya tarehe 1 mwezi wa 7. Amina. Mrs. Stewart, nirudi kwako.
wito wako wewe kwa wakina mama wenzako ambao wao bado mateso ambayo ulikuwa nayo yapo juu yao, shetani siku hadi siku amezidi kuwatesa, wamezao hawalali nyumbani, mwingine anaweza kaondoka mwezi wa kwanza akarudi mwezi wa 7 afa akasema simu ilibiwa na mambo mengine mengi. Nini wito wako kwao juu ya neema ya Mfalme Zumaridi ambayo wewe imekufanya leo iwe huru, umetoka mtaani hatimaye umekuwa mwana maombi, tena maombi ya ukombozi wa dunia? Amina ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nataka niwaambie wamama wenzangu, ukombozi kwa Mfalme Zumaridi. Hakuna njia nyingine. Mimi kama mama nilihangaika sana juu ya ndoa yangu, niliteseka sana juu ya ndoa yangu, lakini solution nilipata kwa Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo nawashauri wamama wenzangu wote popote pale mlipo, solution ni Mfalme Zumaridi. Karibuni kwa Mfalme Zumaridi, mumshike tu Mfalme Zumaridi, atawafanyia maombezi na mtajua chanzo cha ndoa. Mnaweza kuwa mnalaumu waume zenu kwa nini mwanamume ananifanyia hivi, kumbe chanzo kipo kingine kabisa ambacho kimesababisha mpaka mume wako kuwa hivyo. Kumbe mwanamume unakuta sio yeye, kumbe anatumikishwa tu. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana unaweza kusema kwa nini inakuwa hivi, kwa nini inakuwa hivi. Kumbe kuna kitu hapo katika ulimwengu wa roho kipo ambacho kinaendelea. Kwa hiyo mimi nawasitu wa mama wenzangu wote duniani, maana najua hiki kilio cha ndoa ni cha mama wengi sana dunia nzima. Kwa hiyo nawasitu mama dunia nzima, karibuni kwa Mfalme Zumaridi, yeye ndio mkombozi wa ndoa zetu na yeye ndio anayetushikia ndoa zetu. Karibuni sana sana sana. Amina. Mr. Stewart, tumalizie na wewe. Wapo watu ambao ni wapiganaji kama jinsi ulivyokuwa wewe tangu hapo awali, wanajitahidi kutafuta pesa nyingi sana na wanajitahidi kutafuta uso wa Mungu kwa namna tofauti tofauti, wengine wakijiwekeza hata kwa kwenda kusaidia watoto yatima au kwa kukusanya watoto na kuweza kuwasaidia chochote, wakiamini kwamba wanamtumikia Mungu kiusahihi, lakini wengine wanakuwa na hofu kwamba nikienda kanisani mafanikio yangu yatakuwa yameishia pale, kwa sababu watu wengi wanaamini mtu yote yule akiokoka lazima awe maskini, na pengine labda kama mtu anafanya kazi fulani asipotumia na nguvu za giza anahisi ile kazi yake haiwezi kaenda vizuri. Nini ambacho unaweza kuambia kwa kumalizia kabisa? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri hili ambalo linapenda kuangazia dunia nzima, vijana hata kwa wazee, ambao kwa sababu najua hali niliyokuwa nayo mimi ndugu mtangazaji ni wengi wanayo, na wengi wanatamani kujikomboa kutoka katika hali ile, lakini inashindikana. Unaona? Lakini kwa sababu kuna Mfalme Zumaridi sasa hivi yupo, unaona, yuko chini ya jua, na maana ni vizuri kwa sababu Mfalme Zumaridi ukiingia kwenye YouTube unampata, ukijaribu ku-Google utampata Mfalme Zumaridi yuko wapi na anatoa na atufanyaje huduma. Kwa hiyo ningependa kwa hasa tu vijana na dunia nzima wote wenye matatizo mbalimbali, unapoenda labda unaenda kutoa labda kutolea watoto yatima ama watu wasiojiweza, unapoteza hela zako mtumishi wa Mungu. Unapoteza hela yako kwa sababu gani? Unapotoa pale, yani humtolei Mungu. Humtolei Mungu, lakini wewe unakuwa umeelewi tu kwa sababu ya ufahamu wako. Lakini ukifika kwa Mfalme Zumaridi, kwa yoyote ambayo maswaibu yote ambayo wakuta vijana, wazee, familia, yani lika mbalimbali, kwa sababu haya masuala ya utafutaji kwa kila mmoja yupo duniani kwa ajili ya kutafuta. Unaona? Lakini Mfalme Zumaridi ni tofauti na watumishi wengine wote wa Mungu, kwa sababu yeye ametumwa. Ukifika kwa Mfalme Zumaridi atakupa misingi, ni nini unatakiwa ufanye, ni nini ambacho unastahili ufanye, atakuombea. Ni maombezi tu, ni maombezi. Kama kuna vitu ambavyo vinakufuatilia kama ni mizimu, kwa sababu asilimia kubwa duniani watu wanasumbuliwa na mizimu. Tunasumbuliwa na malana ya ukoo, yani mambo mbalimbali ndio ambayo yanatusumbua. Hata maulevi, uzinzi na nini, vyote vinatusumbua ni katika masuala yote, kwa sababu yanatokana na masuala ya ukoo. Kwa hiyo kupitia Mfalme Zumaridi, na maana ukifika kwa Mfalme Zumaridi utaombewa, atakapokuombea atavunja kila mipaka yote kama mimi nilivyo, kwa sababu mimi sikuwa hivi nilivyo, lakini sasa hivi namshukuru Mfalme Zumaridi, toka ameniombea, toka nimekanyaga katika madhabahu yake, toka niko chini ya mkono wake, mimi sasa hivi nina amani, nina furaha, nina mafanikio makubwa kuliko hata nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo yoyote wale wanaamini kabisa, kwa sababu ni kweli kama ulivyosema ndugu mtangazaji kwamba wanaamini kwamba kila anayeokoka ni maskini. Sivyo hivyo. Iko huko kwa sababu kwa watumishi wengine, lakini sio kwa Mfalme Zumaridi. Mtu atakifika kwa Mfalme Zumaridi akiamua kufuatilia maisha mmoja baada nyingine, atagundua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu au la, kwa sababu kila mmoja ana mafanikio ya kimwili mpaka kiroho, sio tu kama kwamba eti kwamba unapokuwa huko nje, kwa sababu wanaamini kweli, wanaamini kwamba anapookoka mtu anakuwa ameishiwa. Sivyo. Ni tofauti na kwa Mfalme Zumaridi. Kwa sababu kwa nini inakuwa tofauti? Inakuwa tofauti kwa sababu huyu mtumishi ni mwenye mamlaka ya Mungu, ina maana ni Mungu ndani yake. Unaona? Hana chembe za uongo hata kidogo. Watu wanajaribu kumpaka matope na nini, lakini wanaopaka matope hawajakutana na Mfalme Zumaridi, ila wamekutana na habari ambazo ameambiwa, habari ambazo mtu huyo hajafika kwa Mfalme Zumaridi. Lakini mimi nashauri dunia na yoyote yule, kama ni masuala ya utafutaji, kama ni masuala ya mahusiano, ukifika kwa Mfalme Zumaridi, Mfalme Zumaridi ndio hitimisho la kila kitu.
maana yeye ana Mungu ndani yake. Amina. Wamba unatazama Zumaridi News TV, hii ni familia ya Mr. Stewart, Mrs. Stewart na Mr. Stewart. Tumepata kujua nini ambacho kiliwakumba miaka zaidi ya 10 nyuma iliyopita, ambapo walazimika kutoa ushuhuda uongo mbele ya madhabahu ili kusudi kuweza kutii kiu ya askofu. Na askofu lengo lake pengine ilikuwa ni kuwajaza watu imani ya kwamba Mungu ndani yake anatenda na Mungu ndani yake anaweza. Lakini tumepata kujua furaha ambayo familia hii imepata kuipata baada ya kufika miaka 3 iliyopita katika ikao takatifu la Mfalme Zumaridi, lakini pia mabadiliko ya kiuchumi ambayo Mr. Stewart pamoja na mkewe wamepata kuyapata, mengineo mengi, na hatimaye wamekuwa ni watumishi wa Mungu chini ya mkono wa Mfalme Zumaridi. Kama nilivyokujuza, pia wapo katika ofisi ya Mfalme Zumaridi, lakini pia wanashiriki katika maombi ya ukombozi wa dunia. Kwa hiyo ni miongoni mwa maskari kadhaa wa Mfalme Zumaridi ambao mpaka hivi tunavyozungumza vita iko inaendelea, na hii ni wiki ya 9. Wiki moja imepata kusalia ya maombi, na kisha Julai mosi ya mwaka 2018 sadaka takatifu itakwenda kutolewa katika ikulu ya Agano la Saba, ambapo sadaka hiyo kama jinsi Stewart ambavyo ametujuza itagharimu zaidi ya milioni 150 za Kitanzania, ambapo tukiulinganisha uchumi wa Mfalme Zumaridi ni kiwango kikubwa sana cha pesa, lakini kwa matajiri wakubwa kwa wanza kana ni pesa ndogo, lakini kwa uchumi wa Mfalme Zumaridi ni pesa kubwa sana ambayo amepata kuitoa katika sadaka ya ukombozi wa dunia. Mimi ni Yohana Gervasi, nikusiendelee kuitazama Zumaridi News TV kama jinsi ambavyo Mfalme Zumaridi mamlaka Bwana Mungu tunajua ametujuza kwamba matangazo ya sherehe yatakuwa yakionekana mubashara kupitia youtube.com/Zumaridi News TV, lakini pia nikukumbushe kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kupitia Facebook, Twitter na Instagram kwa jina la @Zumaridi News. Lakini vile vile nikukumbushe kama una shida yoyote unaweza ukaanza na alama kujumlisha kisha 255 lakini pia unaweza ukatutafuta kwa namba hiyo katika WhatsApp na email. Nikutakia utazamaji mwema matukio mbalimbali ambayo yanajiri kupitia Zumaridi News TV. Ubarikiwe sana. Bye bye.